Nikimalizia ni kwamba madhara mengine ambayo yatajitokeza baada ya kuwa uchawi wa ukahaba umefanya kazi kwenye maisha ya mtu ni kwamba uchawi wa ukahaba utafanya mtu asifanye ile kazi ambayo Mungu alimuitia kufanya hapa duniani. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 17, 18, 29, mstari wa 40, lakini pia mstari mwingine wa 41, utakutana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke Msamaria. Yesu ameenda kwenye kisima cha Yakobo, mahali ambapo Wasamaria walikuwa wanachota maji. Akampata mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni Msamaria. Maandiko sema ya kwamba Yesu akamwambia mambo yake yote kwenye ule mstari wa 17, kitabu hicho cha Yohana 4. Akamwambia mambo yake yote. Na alipomwambia mambo yake kwenye ule mstari wa 29, lakini pia mstari wa 40, yule mwanamke maandiko yasema ya kwamba alienda mjini akawaambia, "Njooni muone mtu yule ambaye ameniambia mambo yangu yote." Kumbe huyu mwanamke alikuwa ni mwinjilisti. Hatuoni Yesu akimwombea huyu mwanamke ili aokoke ama akombolewe, lakini Yesu alimwambia tu mambo yake, na baada ya kuwa amemwambia mambo yake, yule mwanamke akaenda akamkusanyia Yesu kundi la watu, akamletea Yesu. Yesu akahubiria wale watu. Watu wengine ambao ni makahaba, wanafanya kazi ya ukahaba, wawe ni mwanaume ama ni mwanamke, wanakuanga ni wainjilisti wazuri sana. Wanakuanga ni watu ambao wanaweza kuleta watu wengi kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maneno matamu ambao wanatumianga ili kumshawishi mtu waingie naye kwenye ukahaba ama kwenye uzinifu, hayo maneno hayo tu, Yesu ndiye alikuwa amempea huyu mtu maneno matamu na maneno yaliyo maneno ya ushawishi, ili kwamba ayatumie yale maneno ili kufuta watu katika ufalme wa mbinguni. Lakini ukashangaa kwamba huyu mtu anatumia maneno hayo matamu ili kufanya ukahaba ama kutafuta mtu ambaye watafanya naye ukahaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke maandiko anasema ya kwamba Yesu alipompata alimwambia mambo yake, akamwambia uko na wanaume wengine, sio huyo tu mmoja. Akakimbia kwenye mji wa Samaria, akawaita Wasamaria wote. Na ujue kwamba Wasamaria walikuwa watengani na Wayahudi. Lakini yule mwanamke, Yesu akajua kwamba huyu mwanamke ni mwinjilisti, anafaa kuwa anafanya uinjilisti, lakini kwa sababu amezuiliwa kwa sababu Wasamaria na Wayahudi hawatengani, lakini pia amezuiliwa kwa sababu yeye amefanywa kuwa kahaba. Yesu alipokuja, maandiko yasema ya kwamba akamwambia mambo yake. Yule mwanamke akaenda akamkusanyia watu, kundi la watu, akamkusanyia Yesu kundi la watu, akawahubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno ya ushawishi ambao makahaba wengi wanakuanga nayo ni maneno ambayo yanaweza akafuta watu katika ufalme wa mbinguni, watu wakaokoka. Ndio maana ukiangalia kwenye Biblia yako vizuri, utaona kwamba ni mara nyingi ambao Mungu ametumia makahaba katika ufalme wake. Kuna mwanamke alikuwa anaitwa Rahabu kahaba ambaye alikuwa amefungiwa Yeriko. Rahabu kahaba alikuwa amefungiwa Yeriko, lakini katika uzao wa Yesu alifaa kuhama. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea anaambiwa aoe mwanamke ambaye ni kahaba ili amsaidie katika kutabiri, kufanya ile kazi yake ya unabii. Lakini pia ukisoma kwenye hicho kitabu tumesoma, kitabu cha Yohana mlango wa 4, utakutana na huyo mwanamke ambaye alikuwa Msamaria. Ni Msamaria, hafai kutengana na Wayahudi, lakini yeye mwenyewe ni mwinjilisti. Alikuwa amepewa kipawa cha uinjilisti, ndio maana ameenda kumkusanyia Yesu watu. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 2, lakini pia kitabu cha Yohana 12 mstari wa 3, utakutana na mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Mariamu. Alikuwa ni kahaba, lakini akiwa kahaba hivyo, maandiko yasema ya kwamba alikuja wakati ule alipokuja kumjoin Yesu, alikuwa supporter mzuri wa Yesu kwenye kufadhili injili ili iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Kwa hivyo wanawake wengi ambao tunaonanga kwamba ni makahaba, mara nyingi wale watu wanakuanga, Yesu amewapea kazi ya kuwa wainjilisti. Maana wainjilisti ni watu ambao wanafaa kuwa na maneno ya ushawishi ili kuwashawishi watu waingie katika ufalme wa mbinguni, lakini badala yake unashangaa kwamba shetani anawafanya kuwa makahaba. Lakini pia madhara mengine, tunaendelea na madhara mengine ya uchawi wa uzinifu ni kwamba uchawi wa uzinifu unamfanya mtu asisapoti ile kazi Bwana alimuitia kuifanya hapa duniani. Nimesema kwamba Mariamu kwenye kile kitabu cha Luka 8:2 mstari wa 2 na wa 3, Mariamu alikuwa ni sapota mzuri tu ambaye alifaa kumsapoti Yesu, lakini kumbe alikuwa amefanywa kuwa kahaba. Alifanywa kuwa mtu wa kawaida, yani akawa kahaba tu. Aya, sasa nifike hapo kuhusiana na madhara ya uchawi wa ukahaba, lakini sasa niingie kwenye ukombozi. Tutafanyiaje mtu ambaye amekamatwa na uchawi wa ukahaba ili tumkomboe kule? Ili mtu kuacha ukahaba anapaa kufanya nini? Jambo la kwanza, kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 6 na mstari wa 18 inasema, ikimbieni zinaa. Kati ya roho ambazo ni roho ngumu sana kudili nazo, ama kama kuna uchawi ambao ni uchawi mbaya sana, umeangusha hata wafalme na watu waliokuwa na akili, watu kama Ahabu, watu kama Solomoni, watu kama Samsoni, watu kama Daudi ambao walikuwa na nguvu kubwa sana, ni uchawi wa ukahaba, lakini pia maroho ya ukahaba. Watu wengi ambao ni wakubwa, ukiwaangalia kile ambacho kiliwaangusha, kiliwafanya kwamba wafeli kwenye maisha, utaona kwamba ukahaba mara nyingi ulihusika kwa asilimia kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo dawa ya ukahaba, ili utoke kwenye ukahaba, jambo la kwanza huwa unakimbia. Ukahaba sio jambo la kuendekeza eti kwamba huyu mtu anataka mzini na yeye na unaendelea kukaa karibu na yeye. Hapana. Maandiko yasema kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 18 ya kwamba ikimbieni zinaa. Zinaa inakuanga ni ya kukimbiwa. Kama kuna mtu ambaye mnaishi naye karibu kwenye ploti ama karibu, na unaona kwamba huyu mtu anakujaribu ili muingie naye kwenye uzinifu, yule mtu unafaa ublock namba yake, ama umkimbie, ama uhame ule mtaa. Hiyo ndio dawa. Na ndio maana utosoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 36 na mstari wa 12. Utaona kwamba Yusufu kile alichokifanya, alimkimbia mke wa Potifa. Hakuanza kuomba akamwambia eti Mungu nisaidie nifanyie nini. Hapana. Ukianza kukemea, ujue kwamba ile pepo la uzinifu baada ya kuwa imekukamata inakuanga kitu kimoja na wewe. Nadhani umewahi kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo ya kwamba mwanaume atamwacha baba na mama yake na ataungana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo maroho ya uasherati na uzinifu yakisha kukamata, mnakuanga kitu kimoja na wewe, na kabla mja kuwa kitu kimoja na wewe, kile ambacho unakifanyanga huwa unakimbia hiyo roho ya zinaa. Maana sasa usipoikimbia, hatua nyingine ni kwamba itakuwa sehemu moja na wewe, na ikiwa sehemu moja na wewe, sasa sio ya kukimbia, maana ni kitu kimoja na wewe. Kile ambacho unafanyanga ni kwamba unaifanya ikuwe na njaa. Kama ulikuwa unaangalia pornography, kama ulikuwa unafanya ukahaba, unaangalia wanawake unawatamani, kama ulikuwa hujaoa unaoa, hiyo ndio dawa, ndio ifanye ikuwe na njaa mpaka ikuachie, na ile kiu ambayo ilikuwa ndani yako ipate kuondoka. Sijui kama naeleweka. Lakini pia uchawi wa ukahaba utaushinda wakati ule yule mtu ambaye anafanya ukahaba, kama umeingia naye kwenye mahusiano, awe ni mwanaume au mwanamke, unamfungia njia zake ambazo zinamfanya aendelee kuzini. Kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 2 na mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamfungia njia zake. Sasa nataka nifike hapo kuhusiana na uchawi wa ukahaba, lakini niendelee kwenye sehemu ambayo inafuata. Baba, ni asante kwa sababu huyu mtu amesikiliza, msaidie na mrehemu kwa jina la Yesu. Amen.